Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, kama unakumbuka nilikusogezea taarifa inayohusu timu ya wanawake ya Iran kwenye michuano ya kombe la Asia ambayo inaendelea kule Australia. Bwana, story kama unakumbuka nilikujuza kuhusiana na timu hiyo ya taifa kwa upande wa wanawake kukataa kuimba wimbo wa taifa kabla ya mechi dhidi ya Korea Kusini. Moja kati ya tukio ambalo lilileta minong'ono na maswali mengi sana kwamba kwa nini timu ya taifa ya Iran ya wanawake haikuimba wimbo wa taifa. Na tunafahamu kile ambacho kinaendelea kule Mashariki ya Kati, mzozo ambao mpaka sasa upo, ama vita ambayo inaendelea kati ya Marekani na mshirika wake Israel dhidi ya taifa la Iran. Tumeona namna ambavyo hali hiyo imeendelea kuwa mbaya, kila taifa likijibu, kila taifa likituma makombora yake, Marekani wakituma makombora, Iran wakijibu. Lakini pia tumeona hivi karibuni Iran imemchagua kiongozi mkuu Mujtaba Khamenei ambaye ni mtoto wa Ayatollah Khamenei ambaye aliuawa kwenye shambulio dhidi ya Marekani. Sasa baada ya kukataa kuimba wimbo wa taifa timu ya wanawake ya Iran na kuzua maswali mengi sana, wengi wakifikiri kwamba pengine hawakuimba kwa sababu ya kutafakari kile ambacho kinaendelea kwenye nchi yao, ama walikuwa kijiuliza pengine hali hiyo itaisha lini. Sasa bwana, tukio hilo limewageukia timu ya taifa ya wanawake ya Iran. Sasa taarifa inaeleza kwamba wachezaji 5 wa timu ya taifa ya kandanda ya wanawake ya Iran bwana wamepewa hifadhi nchini Australia baada ya kuondolewa katika michuano ya kombe la Asia. Kwa nini wamepewa hifadhi? Bwana, wanawake hao walipaswa kurejea nyumbani, lakini mashabiki wameelezea wasiwasi wao kuhusu usalama wao baada ya timu hiyo kukataa kuimba wimbo wa taifa wa Iran kabla ya mechi yao dhidi ya Korea Kusini wiki iliyopita. Bwana, hatua hiyo imeibua ukosoaji nchini Iran, huku baadhi ya mashabiki wakiwashtumu wachezaji hao kuwa ni wasaliti wakati wa vita na kutaka adhabu kali zaidi. Kwa unaweza kuona kwamba wameogopa kurejea kwenye nchi yao, wakihofia pia baadhi ya mashabiki ambao wanahisi kwamba hao ni wasaliti wanaweza washambulia. Sasa waziri wa uhamiaji wa Australia Tony Burke alisema wanawake hao wamepelekwa mahali salama na polisi wa Australia. Alisema wengine kwenye timu hiyo pia wameruhusiwa kubaki nchini pale Australia. Sasa siku ya Jumatatu, rais wa Marekani Donald Trump aliomba Australia kuwapa hifadhi wachezaji hao, akisema kwamba ikiwa Australia itakataa, Marekani itakuwa tayari kuwapokea. Unaweza kuona pia Marekani wanataka kutumia jambo hili kuwapa hifadhi ili pengine sijui ni yao ni nini, lakini tunafahamu kwamba Marekani wao wanasema utawala ambao uko pale Iran ni utawala wa kikatili na ndio maana wanataka kuondoa. Kwa wanasema kwa wale wananchi wa Iran ambao wako tayari kuitetea nchi yao, basi wawe tayari kuungana na Marekani ili kuweza kuwaondosha wale ambao si watu wazuri kwenye taifa la Iran. Kwa hiyo unaweza kuona pia hata tukio hili Marekani wanasema kama Australia watakataa kuwapa hifadhi, basi wao watachukua jukumu la kuwapa hifadhi. Sasa ni moja kati ya jambo ambalo limetokea na moja kati ya tukio ambalo limetokea kwa timu ya taifa ya Iran mara baada ya kukataa kuimba wimbo wa taifa. Bana, sasa baadhi ya mashabiki wanaoita ni wasaliti na wameogopa kurejea kwenye taifa lao, wakihofia kushambuliwa na baadhi ya mashabiki ambao wamesema wao ni wasaliti kwa kile ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo inatokea huko, lakini kutokana na kinachoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, bana, rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin wamefanya mazungumzo kwa njia ya simu jana Machi 9, 2026, ambapo pamoja na mambo mengine viongozi hao wamejadiliana kuhusu kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati kati ya Marekani, Israel na Iran pamoja na vita ya Ukraine. Bwana, Trump amesema Putin ametaka kusaidia mchakato wa kumaliza mapigano kati ya Marekani, Israel na Iran, lakini yeye akamshauri kuwa anaweza kuwa msaada zaidi kama atamaliza vita vya Ukraine na Urusi. Bwana, mazungumzo hayo yamedumu kwa saa moja yakihusisha pia viongozi wengine wa mataifa hayo mawili, na ni mazungumzo ambayo yanatajwa na Trump na Putin kuwa
yalikuwa mazuri. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo. Lakini taarifa pia kutoka huko Mashariki ya Kati ni kwamba Israeli imesema imeharibu mtambo wa kurushia makombora wa Iran iliyolenga Israeli na kutekeleza mashambulizi kwenye viwanja 6 vya ndege vya kijeshi nchini Iran, ambako ndege na helikopta kadhaa za kivita ziliharibiwa. Bana, hatua hiyo imeelezwa kama jitihada za kuimarisha ulinzi wa anga dhidi ya mashambulizi ya mara kwa mara kutoka Iran. Lakini pia tunafahamu kama ambavyo nimekujuza kwamba Iran kwa sasa wako na kiongozi mpya mara baada ya kifo cha Ayatollah Khamenei, na sasa kiongozi mkuu wa Iran ni mtoto wa Ayatollah Khamenei ambaye ni Mujtaba. Sasa baada ya kuteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran bwana, ni kama Donald Trump ametokwa na povu hivi, yani ni kama uteuzi huo anaona kabisa kwamba jamaa anaweza akaja pia akamharibia. Kwa hiyo bana, Donald Trump anasema yeye hajapendezwa na uteuzi wa Mujtaba Khamenei, na taarifa inazungumza kwamba Rais Donald Trump wa Marekani amesema amesikitishwa na kitendo cha Irani kumteua Mujtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu wao baada ya kifo cha baba yake, akisema Mujtaba ataleta matatizo kama ya baba yake au hata zaidi kwa wananchi wa Irani. Akiongea na waandishi wa habari, Trump amesisitiza kwamba chaguo hilo la watu wa Irani limemsikitisha sana. Ayatollah Ali Khamenei aliuawa na Marekani wakishirikiana na Israeli kwenye shambulizi walilofanya Irani, ambapo kufuatia kifo chake Irani imemteua mtoto wake wa kiume Mujtaba kurithi mikoba ya baba yake, na jana makombora ya kwanza yamerushwa chini ya uongozi wake. Kwa hiyo ni kama Mujtaba sasa ameanza kujibu ama anataka kulipa kisasi kwa kile ambacho kilitokea kwa Marekani kusababisha kifo cha baba yake. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo sasa. Kwa hicho pia ambacho kinaendelea huko Mashariki ya Kati kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran bana, unaambiwa wakati mvutano huu ukiendelea Mashariki ya Kati bana, jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran kwa maana ya IRGC umesisitiza kuwa Iran haitaruhusu hata lita moja ya mafuta kusafirishwa nje ya taifa hilo ikiwa mashambulizi ya Marekani na Israeli yataendelea. Bana, shida za kisiasa zinaathiri moja kwa moja soko la nishati duniani, huku bei ya mafuta ikipanda kutokana na hatari zinazohusiana na usafirishaji wake kupitia njia zinazodhibitiwa na Irani. Mbali na hayo, mvutano unaozunguka mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo karibu 1/5 ya mafuta ya dunia hupitia, umeongeza shinikizo kwenye soko la mafuta. Wawekezaji na wafanyabiashara wanashutumiwa usalama na usambazaji wa nishati, jambo ambalo limechangia hali tete sokoni na kufanya kila taarifa mpya kuwa na athari kubwa. Wataalamu wanasema hali hii inaweza kuathiri udhibiti wa usambazaji wa nishati duniani, huku mataifa yanayohusika yakiwa na wasiwasi mkubwa kuhusu usalama na biashara za kimataifa. Kwa hiyo Irani bwana, wanasema kama mvutano huu utaendelea, sasa wanaweza wakasitisha kabisa kwamba hawataruhusu hata lita moja mafuta kusafirishwa nje ya taifa hilo, moja kati ya jambo ambalo linaweza likasababisha mfumuko wa bei kubwa sana ya mafuta. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Irani wanataka mzozo huu ama mvutano huu usitishwe ili sasa mafuta yaanze kusafirishwa kutoka kwenye taifa lao. Kwa hiyo kama wamesema kama mzozo huu utaendelea, basi watasitisha na hawataruhusu hata lita moja ya mafuta kusafirishwa kutoka kwenye taifa lao. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo nimeona nikusogezee, lakini kubwa zaidi kama mwana michezo ni tukio la timu ya taifa ya Irani mara baada ya kukataa kuimba wimbo wa taifa kwenye mechi yao dhidi ya Korea Kusini, na kukatokea maswali mengi sana kwamba kwa nini hawakuimba. Sasa bwana, baadhi ya mashabiki kutoka kule Irani wamesema hao ni wasaliti. Kwa hiyo timu ya wanawake imeogopa kusafiri kuelekea kwenye taifa lao kwa maana ya Irani, wakiomba hifadhi pale Australia, lakini Marekani wao wamesema kama Australia wataogopa kuwahifadhi, basi wao watachukua jukumu hilo kuhakikisha kwamba Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.